kwa wakati mfupi. Nasoma historia ya maisha ya Sifa Bonaventure Bujune ya kanisani. Eneo la kwanza ni muda aliojiunga kanisani. Alijiunga na kanisa la Kikoskasi cha Injili mwaka 2017 baada ya kufanya ibada kanisani Kikoskasi cha Injili iliyopelekea kupona ugonjwa wa matatizo ya maziwa ambao wakati fulani aliuhisi kuwa ilikuwa kansa. Eneo la pili nazungumzia nidhamu na mwenendo wake kanisani. Alikuwa na bidii na kuwa mstari wa mbele kwa kila tendo jema, kama vile kushuhudia au kuhubiri kwa kujituma mwenyewe, kusafiri wakati wowote alipohitajika bila kutoa vijisababu au udhuru, kurudia kutangaza ushuhuda wake maeneo mbalimbali kuanzia kanisani, mitaani au masokoni na mitandaoni. Ushuhuda ambao ulikuwa ni kupona ugonjwa aliokuwa nao na jinsi alivyotakasika kuhusiana na wazo la tamaa ya zinaa na kujizini. Eneo la tatu linahusu cheo au nafasi yake kanisani. Kwa sababu ya ushuhuda wake huo na bidii aliyokuwa nayo, alibarikiwa kuwa mchungaji wa vijana aliyejihusisha na mambo yote ya usuyo ujana, ikiwemo kubatiza waumini waliotakiwa kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Alikuwa ndiye anayepokea simu zote zinazohusiana na utumishi wote wa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile na Kikoskasi cha Injili katika moja ya namba inayotumika sana na kuzifanyia maamuzi, au kama yakiwa juu ya uwezo wake alifikisha maelezo kwa wahusika. Eneo la 4 linahusu maamuzi yake kwenye maisha ya imani. Kwa hiari na uelewa wake mwenyewe, mwaka 2021 aliamua kutangaza kutokuolewa ili awe wakfu au maalum kwa ajili ya Mungu, akilifuata andiko la kwenye kitabu cha Mathayo 19:12 kisemacho, maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Yeye aliamua kuwa ni huyo awezaye kulipokea neno hili la kujifanya kuwa towashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maamuzi haya aliendelea kuyasimamia na kuyatangaza hadharani mpaka mwisho wa maisha yake. Eneo la 6 linahusiana na kazi za uzalishaji mali. Kwa kuwa alikuwa wakfu wa Mungu, alifanya kazi zote za uzalishaji mali ili mali hiyo ifanikishe shughuli za ufalme wa Mungu. Mfano wa kazi hizo ni kusimamia mifugo iliyopo kanisani, kusimamia biashara ndogo za duka la mama mchungaji na kadhalika. Eneo la 7 linahusu uzalendo wake kwa taifa la Tanzania. Sifa aliamini katika usawa kwa watu wote katika jamii na taifa kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, alikuwa mtetezi au sauti ya wasio na sauti na wanaoonewa na kudhulumiwa, akitimiza maandiko ya Biblia yaliyo katika kitabu cha Mithali 31:8 yasemayo, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Na katika kitabu cha Isaya 1:17 yasemayo, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hiyo ilipelekea aimbe wimbo maarufu uliojulikana kwa jina la wanatuona nyani tu, wimbo ambao ulipelekea akamatwe na jeshi la polisi na kukaa mahabusu ya kituo cha kati cha polisi Mbeya, yani Mbeya Central Police, kwa siku 6 na kufunguliwa kesi ya kusambaza taarifa za uongo mitandaoni. Na baada ya kufunguliwa mashtaka, akaenda kulala mahabusu ya gereza kuu la Luanda lililopo Mbeya mjini kwa siku 1 kabla hajaachiliwa huru kwa dhamana. Eneo la mwisho linahusu kuugua na mpaka umauti wa Sifa. Tangu alipotoka mahabusu ya gerezani, alianza kuwa na vipindi tofauti vya changamoto za kiafya za kujirudia kama kichwa kuuma na kutapika na mwili kutoka vipele. Matatizo haya ya kiafya yalikuwa yanampata kwa muda mfupi na kutoweka, kama siku 1 kwa mwezi au siku 1 baada ya miezi 3.
Mnamo tarehe 19 Aprili 2025 alilalamika kichwa kinamuuma zaidi, kitendo kilichopelekea aende kupima kwenye moja ya kituo cha afya na kuambiwa kwamba alikuwa na tatizo la typhoid na UTI. Baada ya hapo alipatiwa dawa na kurudi nyumbani. Tarehe 20 Aprili 2025 aliandikiwa dawa nyingine na muuguzi aliyepo kanisani iliyotuliza kabisa maumivu hayo ya kichwa na kupelekea endelee na kazi zake kwa siku ya Jumatatu na Jumanne, yaani tarehe 21 na tarehe 22 Aprili 2025. Usiku wa Jumanne, yani usiku wa tarehe 22 Aprili 2025, kuanzia saa 8 usiku alianza kulalamika tena maumivu makali ya kichwa pamoja na kutapika na kuzidiwa saa 10:30 alfajiri, ambapo tulimkimbiza kwenye hospitali ya Uwata, ambako mara baada ya vipimo vya CT scan ambavyo vilionyesha majibu ya awali kwamba kulikuwa na uvimbe au kuviria kwa damu katika mishipa ya damu ya kichwani. Madaktari waliuliza kama amewahi kupigwa na kitu kizito kichwani au kama kuna tukio lolote lisilo la kawaida limewahi kufanyika maishani mwake. Na baada ya hapo waliruhusu aende kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, ambako napo walipojidhihirisha kwa vipimo vyao na kuliona tatizo la aina hiyo hiyo, hatimaye wakampa rufaa kwenda hospitali kuu ya taifa Muhimbili, ambako aliendelea na matibabu mpaka umauti wake ulipomkuta siku ya tarehe 13 Mei 2025. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Imeandaliwa na mchungaji wa kanisa Kikoskazi cha Injili, mchungaji Mbarikiwa Kipesile, na kusoma kwenu nami mchungaji wa tawi la Kikoskazi cha Injili Helbert Mlelo. Asanteni sana. Naam.